kama mnavyoona. Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa natangaza kifo cha Mheshimiwa David Cleopa Msuya, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kilichotokea leo tarehe 7 saa 3 asubuhi katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Hayati Cleopa David Msuya ameugua kwa muda mrefu na amekuwa akipatiwa matibabu ndani na nje ya nchi, ikiwemo katika hospitali ya moyo ya Jakaya Kikwete, hospitali ya Mzena na kule jijini London nchini Uingereza. Natoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa msiba huo mkubwa kwa taifa. Aidha, ninatangaza siku 7 za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 13 mwezi huu wa 5. Taarifa zaidi kuhusu msiba huu zitaendelea kutolewa na serikali. Poleni sana Watanzania. Okay. Mliofuatilia unabii, nilisema CCM na Chadema wote kwa pamoja watafiwa, wataomboleza. Okay, wa CCM tayari ndio huu hapa. Ni mkubwa kama nilivyosema, na nitakuonyesha sasa video ya unabii. Hii hapa ni tukio ambalo limetokea leo kama unavyoona. Kama unavyoona hapa. Yes. Na details za msiba huu zilizo halisi ni hizi hapa. Unabii niliotoa ni wa mwezi wa 5 Mei, ilikuwa nadhani tarehe 2. Utaona taarifa ni hii hapa. Iangalie vizuri wewe ambao unajifunza mambo ya kinabii. Kifo cha waziri mkuu mstaafu, yani msiba mkubwa kabisa. Kimetokea tarehe ngapi? Tarehe 7 Mei hii ya mwezi huu, maana leo hii 2025. Sasa ili ujithibitishie unabii halisi unakuaga hauna mashaka, twende kwenye unabii ulisema nini na nini kimetokea. Okay, here we go. Wale ambao mmeweza kupitia unabii huo kwenye YouTube, ukurasa wangu huu hapo, unabii wa ishara Tanzania, nabii wa moto. Hii hapo. Unabii Mei, vyama CCM na Chadema kufanyeje? Hii hapa nakuletea uone. Nabii wa ishara Tanzania, karibu. Moja kwa moja tulikuwa kwenye tarehe za mwanzoni kabisa, yaani ni siku 5 zilizopita kwa mujibu wa YouTube, na ile ulioiona ilizungumza ni masaa 6 yaliyopita siku ya leo. Ina maana tarehe 7. Hapa tunataka tupate tarehe uweze kuelewa ilikuwa ni tarehe ngapi wakati linatokea tukio, ili uelewe kwamba Mungu anayetembea na manabii wa kweli halisi huwa anakwenda kwa ishara za wazi. Here we go. Angalia unabii kama nilivyokuonyesha pale Mei hiyo hiyo, ni kuonyesha Mei tarehe 7 mwaka 2025. Unabii ulisema hivi. Unabii Mei, vyama CCM Chadema kuna majonzi. Hii hapa. Taasisi ya Simba nikazungumza vitu vyake. Ngoja tuende kwenye hii niliyotangulia kusema ili watu waweze kujua yupo nabii Tanzania, sio ubabaishaji tena. Ubabaishaji umeshakwisha, hakutatakiwa tena kuwe na ubabaishaji. Watu wa Mungu wanapaswa kupata vyakula vya moto ambavyo viko freshi, visivyo na mashaka wala na maswali. Watanzania ni watu wenye akili, hatuwezi kuwapa vitu vinavyowafaa kuwapa watu wajinga, bali vinapaswa kuwapa watu vitu vyenye akili vinavyowafaa watu wenye akili. Twende ukasikie kipengele ambacho ndiyo nilisema habari hii ya kwamba kuna
msiba, ili uweze kujua nilisema nini hasa. Sio ukasema labda hakusema ila anatia tu maneno yake. Sasa hapa ndipo tunapoelekea kwenda kusikiliza ili uweze kupata ule ushahidi. Hii hapa ndio video yenyewe. Hii hapa. Moja kwa moja kutoka katika skrini kubwa kabisa. Shalom na habari wa Tanzania popote pale mlipo. Ni nabii wa ishara Tanzania kama ilivyo desturi. Tarehe 2 hiyo ilikuwa hivyo. Ambazo actually ilikuwa tarehe 1 na mambo ya ufalme wa Mungu mwezi huu. Na tukio limetokea tarehe 7 mwezi huu. Ya unabii kwa majira na wakati, nabii pekee, nabii wa ishara Tanzania kwa neema ya majira na wakati, ninakuletea taarifa ambazo huwa zinatokea na hazinaga mashaka, kwa maana ya kwamba nitakachokisema leo, kama huamini kuwa ni kweli, wewe subiri matokeo alafu utaona. Lakini kwa wale ambao wanajua wewe inatokea, tafadhali usisubiri matokeo, bali omba ili Mungu aweze kuzuia. Ni mtumishi wa Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania na mataifa mengine kwa habari ya unabii. Nitakwenda kwa haraka kwa kuwa nimechelewa sana kuweza kutoa habari hizi, na zinatakiwa zitoke kwa ajili ya kuwasaidia watu. Huu ni mwezi wa 5, leo ni Mei mosi na mwaka 2025. Moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, nabii wa ishara Tanzania, ninakuletea taarifa hii ya unabii ambayo itazungumzia yatakayojiri mwezi huu na kuweza kutrendi kwa habari ya vyombo vya habari. Sikia vizuri. Ndiyo yatakayotokea kwa hapa nchini. Nimeona hata nisije na mtangazaji yeyote, kwa sababu leo nina heka za kujenga hema na kuliweka vizuri hema. Wewe ambaye unaweza kusikia unataka kuchangia hema hilo na kwa ajili ya kuweza kubarikiwa, unanitafuta tu kwa namba ya simu 0715645150. Unachangia mchango wako na unawezesha kazi ya Mungu kwenda mbele ili tujenge. Maana hivi leo ninapokuambia, hivi sasa ninapoongea na nyie, ni sehemu zote mbili zina mafundi, kule ambako linangolewa hema na pale ambapo hema linakwenda kujengwa tayari. Yule mtasikia habari za taarifa za kuugua ambazo zitamhusu kiongozi mkubwa katika nchi. Mtazisikia. Lakini pia kwenda kutokea vikao vingi sana vitakaliwa. Naona makusanyiko ya msiba kwenye chama cha CCM, naona makusanyiko ya msiba kwenye chama cha Chadema. Mungu akisaidia wakaepushwa, lakini naona magombano katika hivi vyama viwili. Naona magombano kwenye vyama hivi viwili. Lakini nadhani kwa masikio yako hapo umesikia vizuri. Video ndio hiyo. Hii hapa siku 5 zilizopita. Ndio hii hapa. Wale waliofuatilia hii video wanafahamu sana. Taarifa za msiba kwa CCM pamoja na Chadema. Sikiliza. Wakisaidia wakaepushwa, lakini naona magombano. Angalia. Na kwa namna tofauti. Ndio maana unaweza kukuta Elia alikuwa moja kwa moja muomba. Hii hapa. Na kila kitu. Kwa wale ambao ni waomba, mimi na sifa ya imani matuki. Hii hapa. Makusanyiko ya msiba kwenye chama cha CCM, naona makusanyiko ya matukio yanayokwenda kutokea. Twende. Vikao vingi sana vitakaliwa. Naona makusanyiko ya msiba kwenye chama cha CCM, naona makusanyiko ya msiba kwenye chama cha Chadema. Mungu akisaidia wakaepushwa, lakini naona magombano kwenye CCM na kuna msiba kwenye Chadema mwezi huu. Yaani nasema nikiwa ninaelewa kabisa. Kwa hiyo mpya, yani kwenye hivi vyama viwili. Kwa hiyo kuna msiba kwenye CCM na kuna msiba kwenye Chadema mwezi huu. Yaani nasema nikiwa ninaelewa kabisa. Unasikia? Kwa hiyo kama mna mgonjwa
kwenye chama ambaye yuko hali si nzuri, tafadhali sana, ombeni sana kwenye upande wa CCM, chama cha tawala, na upande wa chama cha hicho cha Chadema. Kwa nini Nasikia hapo? Kwa sababu vyenyewe ndio vinasikika sana, yaani nazungumza vyama vinavyosikika ndio vitapitia hizo changamoto. Tafadhali ombeni. Namna hiyo ndivyo nilivyotoa huo nabii kuwapelekea Watanzania ambao wanajua mambo halisi. Nimezungumza hapo wazi kwamba kutakuwa na mtu, kama kuna mgonjwa lazima msiba utatokea. Huyo ndio nabii wa Ishara Tanzania, anaposema jambo Mungu aliyemtuma anathibitisha. Mungu abariki sana. Ni 0715645150 utanipata. Naam, na lingine kwa kipekee kabisa ambalo waliofuatilia unabii ulisikia pale ni kuwatahadharisha watu kuhusu ajali, hasa maeneo ya Chalinze, kwamba kungetokea kifo cha kuhusu masuala ya ajali. Na ukumbuke Roho Mtakatifu alikuwa anamulika maeneo mbalimbali aliyopenda yeye mwenyewe. Kunaweza kutokea hata maeneo mengine, lakini specifically maeneo yanapotajwa kwa majina inaonyeshwa nini. Hii hapa ndani ya unabii wa tarehe 2 hiyo hiyo mwezi wa 5, hiyo hapo, watu wawili wagongwa na basi Chalinze siku 5 zilizopita. Na kumbuka siku 5 zilizopita, na ni mwaka huu, kwa maana hii hapa si ukafikiri kuna shida yote. Mei 2, naona yaani ile tarehe 1 mimi natoa unabii, tarehe 2 kumetokea unabii, manake umetokea tukio. Manake niliporusha tu unabii tayari ile roho ilikuwa imeshaanza kazi kama kawaida. Ukiangalia unabii wangu utaelewa kwamba ni wa siku 7 zilizopita, kama ulivyoona. Rudi nyuma kwenye video kama una mashaka, na hii hapa ni siku 5 zilizopita. Kwa hiyo unabii ulitangulia kisha kafuata hii. Nimewaambia mara nyingi unabii lazima kwanza uwe ni jambo ambalo si rahisi mtu kulijua, alafu lazima utangulie unabii kabla ya tukio, ili kuondoa uongo na upotofu katika mambo ya kinabii. Fanya kazi ya Mungu kihalali, toa vitu vilivyo sahihi. Maeneo ya Chalinze, mmoja wa Global TV au ni raia ambao wamejazana hapa wakiwa wanashindana na maaskari katika ajali hii iliyotokea maeneo ya Chalinze, ambapo inasadikika watu wawili wamegongwa na basi la ABC. Kama ulivyosikia, na wamekufa. Angalia sasa taarifa na kifo kimetokea hapo. Kumbuka kama nilivyosema, angalia unabii wake ulivyokuwa kwa hizo taasisi. Kwa mfano Chalinze kutatokea matukio ya kifo. Kwa hiyo kama ni ajali itaua, na kwa sababu iko na mambo ya kusanyiko inaweza ikaua wengi. Tafadhali maombi. Chalinze, nasema Chalinze kunaonekana kutatokea kifo, kutatokea msiba. Sasa nasema Chalinze kunaonekana kutatokea kifo, kutatokea msiba. Sikiza kwa makini. Sasa kwa barabarani ajali ikiwa Chalinze. Naam, unaweza ukaona nitahadharisha Chalinze kutokea ajali, na watu wakiomba wanaweza kupunguza makali, lakini kuna kifo kitatokea Chalinze kwenye ajali. Na pia nilitaja kifo kingine kikitokea pale Chalinze kitakuwa cha mtu mkubwa, sio ajali tu ya mtu wa kawaida. Kwa hiyo cha kwanza cha ajali ndio hicho ambacho ameona kwenye video. Watu waombe kwa ajili ya niliyoamulika ili waweze kuyaepusha. Mungu awabariki mno, awatie nguvu, awajaze neema ipitayo ufahamu kwa kadri ya wingi wa neema yake. Mbarikiwe sana wa Tanzania. Nabii wa Ishara Tanzania naondoka hewani.